to God. Hii ni huduma ya Ujenzi Makanisa. Karibu mpendwa msikilizaji katika mfululizo wa vipindi vyetu vya maombezi kwa Global Donor, maombezi kwa mfadhili wa Ujenzi Makanisa. Na siku hii tunayo maombezi maalum kwa ajili ya mtu aliyeleta hitaji lake. Huyu mpendwa anahitaji viwango vya kiroho vipande, lakini pia viwango vya mtaji viweze kupanda, lakini anahitaji wateja wake waweze kuwa waaminifu na waweze kumlipa madeni yao kwa wakati. Hitaji ambalo hata wewe yamkini unalo na utaungana nasi katika hitaji hili mtumishi wa Mungu aliloliwasilisha katika siku ya leo. Karibu tuendelee kufuatana katika kipindi hiki. Maombezi kwa Global Donor ni Alhamisi saa 2 usiku. Mpendwa uliyeleta hitaji hili na wewe unayefuatilia channel hii na kipindi hiki, naamini yamkini unalohitaji kama hilo, nawe utaungana na huyu mpendwa kwa ajili ya kupata ufumbuzi wa hitaji lako katika usiku huu wa leo. Ni usiku wako ewe mtumishi wa Mungu, ni usiku wako ewe mtazamaji unayesikia. Kwa hiyo kaa chonjo kwa ajili ya kupokea kutoka kwa Bwana wa majeshi. Nami ninakwenda kuomba, lakini kabla ya kwenda kuomba nisome mstari mmoja ambao utakwenda kutuongoza katika maombi haya, na sitaenda kufafanua sana, maana ni mstari ambao unajitosheleza. Ni kutoka katika Zaburi sura ya 20 mstari wa kwanza hadi wa 4. Sikiliza, neno la Mungu linasema, Bwana akujibu siku ya dhiki, jina la Mungu wa Yakobo likuinue, akupeleke msaada toka patakatifu pake na kukutegemeza toka Sayuni. Azikumbuke sadaka zako zote na kuzitakabali dhabihu zako. Lakini pia anasema katika mstari wa 4, akujalie kwa kadri ya haja ya moyo wako. Haleluya! Akujalie kwa kadri ya haja ya moyo wako wote. Mungu anasema ya kwamba Mungu amekukumbuka mtumishi wa Mungu uliyeleta hitaji hili. Neno la Mungu linasema akujalie kwa kadri ya haja ya moyo wako. Pokea. Akujalie kwa kadri ya haja ya moyo wako. Mungu akunyanyue viwango vipya. Mungu akunyanyue viwango vya kiroho, akunyanyue katika viwango vya kiuchumi, akunyanyue katika jina la Yesu Kristo. Naenda kuliitia jina la Bwana sasa. Naomba ungane nami wakati huo ukishika kifua chako kama alama ya utiifu mbele ya Bwana wako wa majeshi, Mungu wangu aliye hai, Mungu wa Ujenzi Makanisa, na kwenda kuliitia jina la Bwana. Baba yangu na Mungu wangu wa milele, uliyeniita katika huduma hii ya Ujenzi Makanisa, hujaniangusha hata siku moja. Bwana, hujanileta down hata siku moja. Bwana, nimekuona, nina ushuhuda wa uhakika. Nimefika hapa nilipofika kwa sababu Bwana umejidhihirisha. Kama sivyo Bwana nisingekuendelea kukutumikia, lakini Yehova, nimekuhakiki ya kwamba wewe ni Mungu wa kweli, ni Mungu tendaye, ni Mungu jibuye kwa moto. Nami namsogeza mtumishi wako huyu ambaye nimemtaja katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu Kristo. Ninamsogeza Bwana huyu ndugu Doto katika jina la Yesu Kristo. Rabaya karia sedo gorira katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Baba, unamjua mtumishi wako leo katika jina la Yesu Kristo. Unamjua, naomba Bwana ukamkamate katika ulimwengu wa roho, ukakutane na haja ya moyo wake. Mungu ukaweze kumpa haja ya moyo wake, kwa maana Mungu, huu ni ufunguzi, huu ni mwanzo ambao Bwana ataenda kukuona wewe, ataenda kukujua wewe, ataenda kukupa moyo wake
wake wote, maana ataona muujiza ule. Umemgeuza, moyo wake utageuka, utaendelea kukuandama wewe. Mungu nakusihi, jidhihirishe kwa ndoto, jidhihirishe kwa ndoto, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Husika katika maisha yake, husika katika wateja wake, husika katika biashara yake, husika kuanzia katika mtaji wake. Mungu, tenda muujiza, unyanyue huo mtaji wake, ukapande mara viwango vingi, mara 10, ukapande hata yeye akapate kushangaa ya kwamba Mungu umeonekana, ya kwamba Mungu umeonekana. Mungu, katika biashara yake ya vyombo, Baba, naomba ukasikike, ukamwoneshe ya kwamba yupo Mungu wa ujenzi na kanisa, akapate kulitukuza jina lako. Maana Mungu, kwa maombi haya hakika unaenda kuonekana, hakika Bwana anaenda kudhihirika, na Doto ataenda kunyanyuka viwango vya imani, ataenda kunyanyuka kwa jinsi ya kipekee. Baba, naomba rehema yako juu ya mtumishi wako, endelea kumfundisha, neno lako likakae ndani yake, uweza wako ukakae ndani yake, kichwa chako Bwana kikakae ndani yake, utakatifu wako Bwana ukamwingie na kumwandama, akaichukie dhambi, akalisome neno, akaweze kwenda mbele katika uwepo wako wakati wote Bwana, katika maombi, katika kusoma neno, katika kushiriki kazi ya Mungu, kwa jina la Yesu. Naachilia neema juu yake, naachilia neema kwa Doto, naachilia neema ya Mungu ndani ya uwezo wake, ndani ya maisha yake, naachilia kwa jina la Yesu Kristo. Mungu Baba, ninaomba neema yako Mungu, naomba ukawaguse hawa wateja, utisho wako ukawaingie, utisho wako ukawaingie Baba, wakaweze kuwa na hofu yako ndani yao Bwana, wakakuone wewe, wanapomwona Doto wauone utisho wako, ili waweze kuwa waaminifu katika utoaji wa pesa, katika kulipa madeni yao. Bwana, naomba neema yako ikawe juu yao katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Husika Bwana wa majeshi kwa habari ya huyu Bwana mtumishi wako. Nakushukuru Mungu kwa sababu Mungu umesikia. Ninakushukuru Mungu, wewe ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, yamekuwa. Mtumishi wa Mungu Doto, pokea. Sema nimekuwa, sema nimepata viwango vipya vya kiroho. Napokea kwa jina la Yesu. Amen. Sasa kwako wewe mtazamaji na wewe ambaye unasikiliza maombi haya, ninakupenda kukukumbusha kwamba endelea kufuatilia channel hii kwa kusubscribe, ili kwamba habari updates za kila siku zikufikie, lakini pia kwa kulike kile kengele kubonyeza, ili kwamba hizi taarifa za channel yetu ziweze kuenezwa na sehemu zingine, ziweze kuwafikia na watu wengine, lakini pia na wewe pia uweze kucomment ili tuboreshe huduma yetu. Naomba ufanye hayo kwa utukufu wa jina la Bwana. Lakini pia nipende kukukumbusha tu ya kwamba kipindi chetu cha Ujenzi Makanisa kipo kila Alhamisi saa 2 usiku, na ninaomba usiache kukifuatilia. Tuma SMS siku ya Ijumaa au Jumamosi, Jumapili, Jumatatu hadi Jumanne. Utume, ueleze hitaji lako, nasi timu ya maombi itasimama hapa na kukuombea hitaji lako. Na mara unapopata kila ambacho Mungu amekufanyia, usisahau kumshukuru Mungu. Usisahau kutoa shukurani kwa sadaka yako nzuri ya ujenzi wa kanisa, ili Mungu akaendelee kudumisha huo uponyaji, adumishe huo muujiza wako katika maisha yako yote. Mungu na akubariki hadi tutakapokutana mara nyingine. Niseme bye bye.